Rais William Ruto hajawa na uoga na wasiwasi baada ya msukosuko wa uchunguzi wa mwili wa Albert Ojwang kutokea baada ya Daktari Oduor kujiondoa kwa sababu za kifamilia. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mpango wa kufanya uchunguzi wa mwili wa mwanablogi Albert Ojwang aliyefariki dunia katika hali ya kutatanisha uligonga mwamba siku ya Jumatatu baada ya daktari mkuu wa upasuaji wa serikali Johansen Oduor kujiondoa ghafla kwenye shughuli hiyo. Uchunguzi huo wa kitabibu ulikuwa umepangwa kufanyika saa asubuhi, lakini ukasogezwa hadi saa 8 mchana ili kumpa nafasi Oduor kuhudhuria. Hata hivyo, kulingana na taarifa rasmi, Daktari Oduor alijiondoa akieleza kuwa marehemu ni wa ukoo wa familia yake na ni jambo ambalo lingeweza kuathiri uaminifu na usawa matokeo ya uchunguzi huo wa kiafya. Uamuzi huo uliwafanya wahusika kuandaa upya shughuli hiyo, ambapo madaktari wengine wa uchunguzi wa maiti kutoka mashirika huru waliendeleza jukumu hilo. Na katika siku hiyo, jamaa wa karibu wa marehemu pamoja na wakili wao Julius Juma walikuwepo katika makafani ya City Mortuary, ambapo walikutana na Daktari Oduor katika kikao cha faragha. Ingawa yaliyojadiliwa hayakufichuliwa kwa umma, hatua ya kujiondoa kwa mtaalamu huyo imetoa nafasi kwa wadau wengine wa kujitegemea kuendeleza kazi hiyo nyeti. Miongoni mwa wataalamu waliokuwepo kuendeleza uchunguzi huo ni pamoja na madaktari kutoka kikosi cha mageuzi ya polisi pamoja na shirika la Independent Medical Legal Unit MLU. Pia walikuwepo wakiwakilisha ama wawakilishi kutoka mashirika ya kijamii kama vile Amnesty International, shirika la mawakili wa Kenya LSK, Defenders Coalition na Vocal Africa. Mashirika haya yametangaza hadharani kuwa hayatasita hadi ukweli kamili kuhusu kifo cha Ojwang utakapobainika. Taarifa za awali kutoka wakili wa familia ambaye alikagua mwili wa marehemu zinaonyesha kuwepo kwa majeraha mabaya kichwani pamoja na majeraha ya ziada mikononi na mabegani, na ni hali hii imezidi kuibua maswali kuhusu maelezo rasmi yaliyotolewa na polisi kwamba Ojwang alijijeruhi mwenyewe akiwa mahabusu. Albert Ojwang aliyekuwa na ushawishi mkubwa mtandaoni alifariki dunia mnamo Juni 8 mwaka huu baada ya kukamatwa na kusafirishwa kutoka kaunti ya Migori hadi kituo kikuu cha polisi cha Nairobi kwa kile kilichodaiwa kuwa uchunguzi zaidi wa tuhuma za kuchapisha taarifa za uongo. Kifo chake kimeibua taharuki kubwa kitaifa, huku mashinikizo yakiongezeka kwa taasisi za haki kuchunguza kwa kina tukio hilo. Daktari Oduor ambaye ameandikisha historia kwa kushughulikia kesi nyingi za kitaifa zenye utata, ikiwemo ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo na ile ya meneja wa rasilimali watu Willis Ayeko, alitarajiwa kuwa muhimili wa kuaminika katika uchunguzi wa Ojwang. Hata hivyo, kujiondoa kwake kumeacha nafasi kwa wataalamu wengine kujitokeza kuhakikisha uwazi na haki vinatendeka. Mpaka wakati wa kuchapisha taarifa hii, ripoti rasmi ya chanzo cha kifo cha Ojwang haikuwa imetolewa, huku familia na mashirika ya kijamii yakiendelea kushinikiza kutolewa kwa ukweli wote bila kificho.